Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Haji Mrisho Rubibi. Mimi ni katibu wa bodi ya Baitul Mali au mfuko wa zaka kwa nafasi yangu hapa. Ingawa pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya wataalamu wa Kiislamu Tanzania TAMPRO, ambayo ni miongoni mwa taasisi zinazosimamia mfuko wa zaka. Mfuko huu ambao unaongozwa na bodi yenye wajumbe 8, ambapo mwenyekiti wake ni Dr. Ibrahim Gulam, pamoja na makamu mwenyekiti Brother Salum Lupande, Sheikh Abdallah Ndauga, Sheikh Shams Elmi, Sheikh Toa Habani, ndugu Abdallah Epimak, Sheikh Nasr Amri. Hii ndio timu yetu inayoongoza mfuko wa Baitul Mali. Ndugu zangu, zaka ni miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, ambayo inalenga kujenga nguvu za kiuchumi kwa wanajamii. Ukiacha nguzo zingine ambazo pengine zinamhusu mtu binafsi, zaka inalenga kujenga nguvu za kiuchumi. Sasa hiyo ni kwa upande wa Uislamu, lakini katika upande wa taifa letu tunafahamu, kwa mfano kwa sasa tuna dira ya mwaka 2025-2050. Na nguzo ya kwanza katika nguzo za dira 2050 ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Sasa kwa upande huu wa Uislamu tunaona kwamba tunahitaji kujenga nguvu za kiuchumi kupitia zaka, lakini kwa upande wa taifa tunahitaji kujenga uchumi imara na jumuishi, kwa maana ya kwamba umjumuishe kila Mtanzania ili aweze kuwa na hali nzuri ya kipato. Kwa hiyo sisi kama Baitul Mali tunayaunganisha haya mambo mawili kwa pamoja, kwa maana ya kwamba kwa kuwajengea uwezo wa Tanzania na wastahiki wa zaka, tunahakikisha kwamba pia tunakuwa tunaendana na dira yetu ya taifa. Kama ilivyoelezwa, leo hii tutawagawia watu 20 kiasi cha shilingi 500 kila mmoja, ambao ni sawa na shilingi milioni 10, na hii inatengeneza jumla ya wastahiki 50 kwa mwaka huu wa 2025, ambao watakuwa wamepata takriban shilingi milioni 30. Na kama tulivyoeleza, hili ni zoezi endelevu, tuna maombi mengi. Tutaendelea kuwawezesha wale ambao wanastahili kadri ambavyo tutakuwa tunapokea zaka kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa muktasari, ndugu zangu, hilo ndio ambalo tuko nalo katika shughuli yetu hii ya leo. Asanteni sana.